Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazibeberusha kutoka hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, naomba uchukue sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia unapoendelea kutazama yoyote, naomba tu kaweze kubonyeza alama ya like. Karibu. Niliwahi kuambia ya kwamba rais ambaye aliweza kujichagua na kujitangaza kujiapisha, katili mkubwa Samia Suluhu Hassan, atatusumbua hapa Tanzania sana, lakini hamukuelewa. Sasa iko hivi. Samia huyu kupitia watu wake wamegeuka na kuanza kufukuza Watanganyika kutoka Zanzibar. Vile mnajua sasa hivi hapa Tanzania tuko na serikali ya muungano, Zanzibar na Tanganyika. Sasa wameamua kuwafukuza Watanzania kutoka Zanzibar. Kivipi? Sasa katika serikali hii wameanza kusema mambo ambayo ni ya machafuko, jambo ambalo liweza kusababisha mpasuko mkubwa wa serikali ambao umeweza kushuhudiwa sasa hivi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hii ni hatari kubwa. Sasa iko hivi. Kuna mawaziri wawili hapa ambao walikuwa wanazungumza vitu ambavyo huwezi elewa. Waziri wa kwanza ni huyu waziri wa afya. Alikuwa analalamika kwamba Watanganyika wengi lakini alikuwa analalamika ya kwamba Watanganyika wengi wanapokezwa matibabu katika hospitali za Wazanzibar. Wanaonyesha matibabu kadi wanatibiwa. Sasa wanalalamika kwamba mbona Wazanzibar wako na hospitali alafu wanawatibu Watanganyika. Sasa hawataki Watanganyika watibiwe kamwe katika hospitali zote za Zanzibar. Kumaanisha wanataka ukiugua ukufe tu, usiende hospitali na matibabu kadi. Yaani wanataka ukufe tu. Hawataki kushughulikia Watanganyika. Huu ni mpasuko mkubwa, na hata ni kama hawataki serikali ya muungano. Kama ni hivyo, waseme tu waende wajichagulie huko na sisi tutakae hapa. Yaani kuna yale ambayo yanaendelea chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan, hata tunashindwa kuelewa ni kipi hiki ambacho kinaendelea. Sasa huyu ni waziri mzima wa afya ambaye anasimama mbele ya umma, anasema ya kwamba Wazanzibar wamefaidisha Watanganyika kwa kuwatibu wanapowasilisha matibabu kadi. Kuna waziri mwingine hapa ambaye ni naibu waziri Hassan. Huyu naye alisimama akasema katika eneo la Zanzibar wako na mahoteli 1184. Na hizo hoteli zote wale ambao wamepata ajira ni Watanganyika wengi kilinganisho na idadi ya Wazanzibar. Yaani wanalalamika hawataki Watanganyika wafanye kazi. Ni kama unajua huyu Samia Suluhu Hassan anatoka Zanzibar na aliletwa tu na John Pombe Magufuli ambaye aliweza kututangulia mbele za haki, akamleta uongozini. Sasa tangu ashike ama ashikilie wadhifa wa uongozi, mumeona mabadiliko makubwa hapa Tanzania. Yeye ni Muislamu, mumeona mabadiliko. Unajua wakati huyu Muislamu ambaye ni kiongozi kati alipoingia mamlakani hivi majuzi, wakati kilichosemekana ni uchaguzi ulipofanyika, mnakumbuka kile ambacho kilifanyika. Waislamu wakaanza kutangaza matangazo ambayo hatuwezi kuamini. Wakasema ya kwamba wale ambao wanataka kumuondoa mamlakani Samia Suluhu Hassan tutajitokeza wakati mnaingia kwa maandamano, tutakatana vichwa. Hao walikuwa wanaongea ni viongozi wa kanisa za ama tuseme ni misikiti ya Kiislamu. Lakini hakuna vile Samia Suluhu Hassan alijibu wakati walisema watakatana vichwa. Hakuna yeyote ambaye alichukuliwa hatua. Kama ni Mkristo angefanya haya, angekuwa ndani. Tundu Lissu wako ndani, anasumbuliwa. Angekuwa Muislamu mwenzao kutoka huko Zanzibar, hangefanyiwa madhambi ambayo anapitia sasa hivi katika gereza la Ukonga. Kwa hivyo uongozi wa Samia Suluhu Hassan umeweza kuleta mwawanyiko mkubwa, haswa dini. Na sasa wameingia kwa ajira. Na sasa wameingia kwa matibabu. Sasa tuende wapi? Tujifiche wapi? Imefika wakati Tanzania yetu iwe na katiba mpya, ndio tuondoe huu upuzi ambao unaendelea hapa Tanzania. Imefika wakati liwe liwalo na liwe, uchaguzi ufanyike ambao utaleta uwazi. Sio watu ambao wanajitangaza, wanaziba mitandao, wanafanya nini, wanasema umeshinda uchaguzi. Imefika wakati Mheshimiwa Tundu Lissu
aachiliwe huru, la sivyo kitanukishwa. Washatangaza tarehe 7 mwezi wa 7 kitanukishwa hapa Tanzania. Hadi Free Lissu campaign ishike momentum, mtaona. Na hiyo sio kuchochea, tunasema ukweli. Hawa ndio wachochezi ambao wanasema ya kwamba Watanganyika ndio wanaenda kutibiwa, wanawasilisha sijui matibabu kadi, wanatibiwa katika hospitali za Wazanzibar. Eti mahoteli wako nayo sijui 1184, walioajiriwa zaidi ni Watanganyika. Hawa ndio wameanzisha, na hawa ni viongozi. Naibu Waziri Hassan na huyu waziri wa afya ndio wanazungumza vitu kama hizo. Sasa kumaanisha ya kwamba hawataki kuona Watanganyika wakiwa Zanzibar. Kama ni hivyo, mbona Wazanzibar wengi ndio wako hapa Tanganyika, wamechukua mashamba? Mashamba ni mengi ambayo yamechukuliwa na Wazanzibar hapa Tanganyika tu. Wanafanya biashara hapa Tanganyika tu. Hifadhi zingine hapa Samia Suluhu Hassan amezipeana kwa UAE. Hata ukienda pale country code inabadilika tu. Kumaanisha hata Samia Suluhu Hassan anataka hifadhi zetu zote ziende. Mrongo, unaelewa? Mnaelewa? Sio mambo ambayo ni ya mapya. Hayo ndio tumekuwa tukiyasema hapa kila wakati na hatufichi. Huyu Samia Suluhu Hassan ndiye alienda kwa adui wa Ulaya kule Urusi, wakakutana na huyo rais. Huyo rais na Urusi inakataliwa Ulaya mzima. Yeye ndiye alienda kuunda urafiki pamoja, kwa sababu baada ya Marekani kuikataa Tanzania kupata misaada, baada ya Canada kuikataa Tanzania kupata misaada, baada ya Uswidi kuikataa Tanzania kuipea misaada, baada ya Umoja wa Mataifa kuikataa Tanzania kuipea misaada, baada ya bunge la Ulaya kupitisha kwamba Tanzania isipate misaada, ni kwa sababu ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Sasa hivi ndio maana tunateseka hapa Tanzania. Tunapitia changamoto za hapa na pale. Kuna changamoto za kiuchumi, hamna hela, hamna usaidizi wowote ambao unatoka kutoka mataifa ya ughaibuni, kwa sababu walisema haiwezekani kufadhili udhalimu ambao unaendelea hapa Tanzania na ukatili mkubwa chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Sasa ndio maana tunapitia mambo ambayo ni magumu, ndio maana tunapitia changamoto za hapa na pale, lakini tunaomba siku moja tutafanya uchaguzi, Mungu atatusaidia ili tuwe na rais ambaye hawezi kujitangaza chini ya ulinzi mkali wa kijeshi na kujiapisha chini ya ulinzi wa kijeshi pasipo Watanzania wa kawaida kuhudhuria uapisho huo. Sasa hizo ndio vita zinaendelea. Kama ni hivyo, kila mtu akae na serikali yake. Wazanzibar warudi kwao na sisi Watanganyika tusalie hapa tuwe na rais wetu. Sasa aliyeanzisha haya ni huyu ambaye alitutangulia mbele za haki, ambaye anaitwa John Pombe Magufuli. Akaleta Mzanzibar hapa Muislamu, sasa ametugeuka, anatufanyia madhambi, sasa wanataka tufukuzwe kutoka huko Zanzibar. Hayo ndio yanaendelea. Naomba kufuatilia taarifa zingine, nitarudi baadaye. Ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Asanteni sana na tupatane baadaye. Kwaheri.